Kwa majina naitwa Joseph Yona wa Chalinze. Nimekuja kuzungumza na Watanzania wenzangu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa afya njema, na bado tunaendelea kulitetea na kulizungumzia taifa letu. Kubwa ni amani. Nimepita mitandaoni, nimeona vijana waliokengeuka ambao kuna mtu mmoja amenipenyezea, kumbe wamepangiwa chumba cha gharama pale hotelini, lakini wote wako humo ndani, yani wanaume, wachungaji, wanawake. Zile pesa za sala msika bado zimeshindikana, lakini bado wanaendelea kutafutiwa na wale wakina Maria Sarungi. Lakini nimeona kwenye peji zao wamechukua ile mambo ya jana wakati kulikuwa na maadhimisho ya mahakama. Mheshimiwa Rais alizungumza baadhi ya mambo ya haki. Sasa wakachukua baadhi ya maneno ya Mheshimiwa Rais wakayapachika pale kwenye peji, wakimzungumzia muhaini Tundu Antipas Lissu. Watanzania wengi waelewe kwamba Tundu Antipas Lissu muhaini hajabambikiwa kesi. Tundu Antipas Lissu kwenye mikutano yake ya hadhara alisikika akisema tarehe 29 anaenda kulichoma taifa la Tanzania. Alisikika akasema kwamba kinaenda kuwaka. Akasema uchaguzi hautafanyika. Maana yake nini? Tanzania ina kalenda ya uchaguzi, na kalenda za uchaguzi zinaonyesha kwamba mwaka 2024 ni ulikuwa uchaguzi wa serikali ya mtaa, na mwaka 2025 mwezi Oktoba ulikuwa ni uchaguzi mkuu. Sasa hizo kalenda zinajulikana miaka yote. Yaani hata sasa hivi uchaguzi umeisha, kalenda inajulikana ni uchaguzi wa mwaka 2029 ni uchaguzi wa serikali ya mtaa, na 2030 ni uchaguzi mkuu. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote atakayevunja katiba ya nchi hii kwa kustopisha uchaguzi. Vyovyote itakavyotokea uchaguzi utafanyika tu. Hata kama iwe kutaka katiba mpya, iwe kutaka sijui mabadiliko ya nini, ya tume huru ya uchaguzi, ya mwenyekiti, uchaguzi utafanyika tu. Sasa mwenyekiti wa Chadema Taifa aliyeshinda Tundu Lissu, baada ya kumshinda mwenzake, alivyoshinda tu akaingia kwenye ziara akasema tarehe 29 hakuna uchaguzi na kitawaka, na akasema anaenda kukinukisha kweli kweli, na akawaambia watiania. Siku ile alikuwa anazungumza na watiania pale kwenye makao yao makuu, akawaambia watiania uchaguzi haupo, kwa hiyo anayefikiria kugombea udiwani asahau, na akamwambia anayefikiria kugombea ubunge asahau, anayefikiria kugombea urais, yani yeye naye alikuwa mtiania, amesahau, na anasema hakuna uchaguzi. Chadema imejitoa kwenye uchaguzi. Sasa vyombo vya ulinzi na usalama vikamsikiliza, akasema anaenda kufanya uhaini. Alisema anataka kuwa kama Nelson Mandela. Akasema anataka kuvikwa heshima ya Mandela Tanzania. Yani anaenda kukinukisha, na anaenda kukinukisha kweli kweli. Yani taifa litanuka kweli kweli. Kwa vyombo vya ulinzi na usalama vilimkamata yule muhaini kwa sababu ya uchochezi, na kusema yeye anataka kufanya uhaini, hakikisha taifa hili halitatawalika. Kwa hiyo wale wanaosema sijui wanachukua viklipu vya Mheshimiwa Rais kwamba Rais anazungumzia watu wanaonewa, wanaobambikiwa kesi, kama watu wanaobambikiwa kesi, kwa sababu Mheshimiwa Rais ana vyombo vyake vingi. Rais ana zake nyingi sana za vyombo vyake. Vinamsaidia kumpa ukweli huku mitaani, huko juu, chini, kati, vyote vyombo vinampa taarifa sahihi kwamba kuna baadhi ya watu anaweza kuwa amefanya kosa, maskini wa Mungu, kosa lenyewe ni kosa la kusikilizwa, lakini mwisho wa siku akabambikiwa kesi. Kesi kama hizo ndio Mheshimiwa Rais anazungumzia, kesi za Watanzania wa kawaida. Kama kuna ambao wanabambikiwa kesi, na haki ifate, na mtu wa utaratibu ufatwe, ili kuhakikisha kila mtu anapewa haki ya msingi. Sasa leo ninyi wakina nani Mwaipaya mnasema haki kwa Lissu ni haki gani? Labda mtuambie haki Lissu ana haki gani pale? Kwa sababu Lissu alisema anataka kukinukisha, anataka kulichoma taifa la Tanzania. Sasa mtu anataka kulichoma taifa la Tanzania na kuhakikisha hili taifa linachafuka kwa sababu ya maandalizi yake ya kuchukua vijana kutoka Kenya. Najua alikutana na vijana wa Safina.
Huyo makamu mwenyekiti John Heche alikutana na viongozi wa Safina baada ya kushindwa na ODM, wakaunga urafiki na Safina, wamekaa Nairobi. Lakini si wengine tukaivumbua tukasema hao jamaa muangalieni, wameleta vijana, wamepitisha Arusha na mwenzake Lema huyo. Vijana wakaja wakakalizwa kwenye majumba ya watu kuhakikisha wanawaimpeach wa Tanzania wa kawaida vijana, ili kuhakikisha wanalichafua taifa hili. Kwa hiyo pamoja na Lissu kukamatwa, bado hizo harakati ziliendelea, ndio maana zilishindwa zaidi, kwa sababu sasa ujue aliyekuwa anapewa pesa nyingi ni Lissu yule muhaini yule. Sasa muhaini yuko ndani. Muhaini yuko ndani kwa sababu ya kosa alilolifanya la kuhakikisha anataka kulichoma taifa la Tanzania. Hakuna chombo cha ulinzi na usalama ambacho kingekaa kimya kusubiri Tundu Antipas Lissu alichome taifa hili. Kwa sababu ngoja nikwambie, Watanzania muelewe. Leo kamebaki Kaeche nje haka. Mrakichuri huyu. Amebaki wakina Lema huyu. Lakini mtu ambaye anapata sponsor kubwa ya wazungu kutoka nje ni Lissu yule muhaini. Kwa hiyo leo tungemwacha huyu muhaini ndani akaendelea kupewa pesa, inawezekana taifa hili lingeendelea kuchafuka paka sasa hivi. Watu wamekaa siku mbili tu. Siku mbili tu. Baada ya yeye kukaa ndani huyu muhaini, akaacha baadhi ya vijana wake hao kutoka Nairobi, Kenya, na baadhi ya wengine ambao alikuwa amewasponsor, amewapa pesa kwa ajili ya kulichafua taifa letu. Siku mbili hao vijana wachache waliobaki tu, mmeona Watanzania tulivyotikiswa. Unakuta nyanya inapanda bei mpaka shilingi 5,000, nyanya 5,000. Mafuta lita moja 10,000 kwa sababu ya huyo muhaini. Kwa hiyo ninyi wote mnaopandisha peji sijui mtu ameonewa, wanaozungumziwa kuhusu kuonewa au kubambikiwa kesi ni Watanzania wa kawaida. Sijui ameenda huko amefanya nini, sijui labda kuna malalamiko ambaye anatokea, labda polisi wamefanya nini. Hayo ndio malalamiko ambayo mheshimiwa na rais anasema kama yapo yastopishwe, ili Watanzania ambao wanatetea haki zao za msingi kwenye mali, kwenye biashara, kwenye maisha ya kawaida wapewe haki za msingi, lakini sio kubambikiwa kesa hiyo. Nawaonya vijana wa Chadema, wakina Toa Mwaipaya, wakina Hilda Newton, wakina nani wengine wale matapeli. Yule Tundu Lissu alisema anataka kufanya uhaini. Tundu Lissu alisema anataka kuwa kama Nelson Mandela. Alafu kwanza nawashangaa ninyi vijana. Tundu Lissu hata mwaka hana. Ni mwezi wa 4 nafikiri, sijui ndio. Bado hata mwaka hajafika. Ilikuwa mwezi wa 4 mwaka 2020 na ngapi? 25. Mwezi wa 4 tu hapa juzi hapa. Leo Lissu alitaka akae kama Nelson Mandela, akae miaka 27. Sasa hata mwaka mmoja ana, mumwache huyu Lissu akae gerezani miaka 27. Tena mungeiambia serikali, mungeiomba serikali imuondoe, impeleka gereza huko la mbali, huko gereza ambalo watu wanaponda kokoto. Nelson Mandela kwenye ile Robben Island pale aliponda kokoto paka macho yaliugua, ndio akatoka akaja kuwa Ikulu. Lakini leo mnataka mtu ambaye amekaa kwa ajili ya uhaini, ametaka kununukisha taifa hili. Leo mnataka huyo mtu abembelezwe kama nani? Kwanza Lissu ni nani katika taifa hili? Kwa hiyo hatua ambazo zimechukuliwa kwa Tundu Antipas Lissu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni hatua sahihi, na endelee kukaa gerezani mpaka ifika miaka 25 ndio watafakari namna gani wanaweza wakamtoa nje, ili aje kuviweka vilemba vya ukoka hivyo anavyovitaka. Maana alisema yeye mwenyewe anataka kuvikwa vilemba, na akawaambia wenzake pale tutaumia, na aliwaambia tutaumia, lakini tukimaliza kuumia tutapata heshima. Yani maana yake sisi wa Tanzania tupigane kwa ajili ya heshima ya Lissu kuwa nani. Nimemsikia jamaa mmoja alikuwa maarufu hapa, baba yao anaitwa baba yao wakina Chadema. Kuna baba yao anaitwa Clement Mwandambo. Sasa Mwandambo amewaambia ukweli yeye ni nani. Mwandambo alikuwa anawasaidia Chadema kwenye harakati zao hizi, lakini mwisho siku akagundua kumbe vijana wa Chadema ni wapuuzi, wale watu wanatetea upuuzi. Akagundua kumbe wakina John Heche ni wapuuzi. Yani Mwandambo yeye inawezekana alikuwa na issue zake nyingine anazotetea, inawezekana alikuwa anatetea issues ambazo japo alikuwa anazungumza vitu ambavyo vinatisha kidogo, lakini anakutana wakina Heche wanamwambia kweme Samia must go. Akawauliza Samia must go, sasa akae nani mjomba wako pale? Tena akasema unakuta mtu ni kichaa, kijana mmoja mjinga mlevi tu wa Chadema ananiambia Samia must go.
Akasema unataka akae nani? Pa shangazi yako? Na akawaambia Mwandambo kwamba Samia yuko pale kikatiba na ni rais halali kabisa wa Tanzania. Kwa hiyo akawaambia ninyi vijana wa Chadema mjitafakari, Ikulu haichukuliwi kihuni hivyo mnavyotaka. Yaani hakuna Ikulu ya wahuni. Ikulu ni utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ameupanga. Huyu anatoka, huyu anaingia. Na leo watu, mimi nilikuwa huwa nawaambia siku zote hawa viongozi, watu wametafuta pesa mabilioni na mabilioni, wametaka urais wa nchi. Lakini mwisho wa siku katunukiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa alimweka Samia Suluhu Hassan pale ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye amependa Samia awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa leo ninyi wanadamu hamuwezi kuzuia hilo. Huyo ndio rais wetu, Samia ndio rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tundu Lissu ametaka kukinukisha, kanuka yeye, yuko gerezani, anaendelea kunuka. Kwa sababu haiwezekani. Leo wa Tanzania milioni 60, nenda ukagombea uchaguzi. Kagombee ushinde ili uitawale taifa hili. Usitake kutawala kwa sababu ya kuingia Ikulu kihuni. Tundu Lissu hakuna Ikulu ya kihuni. Ikulu ni ballot box. Utaenda kwenye uchaguzi Tanzania na mwaka 2030 ndio uchaguzi mwingine. Huu uchaguzi wa 2025 umeisha. Na Samia ndio hivyo anashika kasi ya maendeleo, anaendelea kuunda serikali yake, na ni serikali ambayo anaamini itaenda kutenda haki kwa Watanzania, haki kwa wananchi wake na maendeleo kwa wananchi wake. Na ndio maana anapigana asubuhi, mchana na jioni kuwaonya mawaziri, kuwaonya wakuu wa mikoa, kuwaonya wakuu na viongozi wa serikali watende haki kwa Watanzania, sio haki kwa muhaini. Muhaini ametenda uovu na ndio maana yuko gerezani. Na hizo sauti zipo, mkitaka hata sisi tutawapa, zipo na zipo kwenye mitandao. Alisema anataka kukinukisha na kulichafua taifa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, nimeona hao vijana, nikataka nikazie niseme kwamba Tundu Antipas Lissu yeye alichofanya ni uhaini na ataendelea kukaa gerezani mpaka hapo mamlaka zitakapoona vinginevyo. Lakini kwa sasa hivi yuko kwenye right track ya kukaa gerezani kwa sababu alitaka kutenda uovu na uovu umetendeka, na ndio hapa tunaendelea kukazia super glue kwa sababu yale aliyoyasema Lissu yalitaka kutokea tarehe 29. Ilitaka kunuka taifa letu, lakini bahati nzuri vyombo vyetu vya ulinzi na usalama chini ya Comrade Wambura walisimama imara na wakina Misema kuhakikisha wanalilinda taifa la Tanzania, na leo taifa letu limebaki na amani na ulinzi na usalama. Na naendelea kumwambia rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mungu akubariki. Sisi tuna familia zetu hapa, tunahitaji kupata natural death, lakini sio vifo vya kujitakia, vifo vya wahuni wachache ambao familia zao ziko nje ya nchi zinalelewa. Watoto wa Lissu wako Marekani, mke wake yuko Belgiji, watoto wa familia ya Lema iko nje ya nchi na familia zao ziko nje ya nchi, hatujawahi kuziona hata kidogo. Lazima ulilinde taifa lako, na ukilinda taifa lako maana yake unatulinda sisi wa Tanzania wa kawaida, wakina Joseph Yona na Ahmed Kombo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Toa Mwaipaya na jana ambao tulikuwa kinaendelea mtandaoni sana nakwambia hamna mtu mtenda haki hapa nchini Tanzania kama John Heche, na maneno hayo yalitoka kwa mwanasheria nguli kabisa Mwabukusi. Amekuwa akiwatetea sana upande wa pili. Kwa kauli hii wewe unasemaje, kwamba ni kweli na wewe ulikuwa upande wa pili, ni kweli John Heche ni mtenda haki na anapigania haki ya kweli, au ndo kama wengine ambao wanaenda tofauti na yeye? John Heche ni tapeli kama matapeli wengine. Ngoja nikwambie. Kwanza John Heche, huyo John Heche unayemwona hapo, amefika hapo alipo kwa sababu ya Mbowe. Freeman Aikaeli Mbowe. Na kwambie hivi, ngoja nikwambie. Freeman Mbowe leo ni hii, ukipata mpelekee Freeman Mbowe. Yule mzee mimi sitaki kusema sana, lakini yule mzee aliingizwa mkenge na kuhakikisha paka sisi wengine, mimi niko hapa Joseph Yona naongea na mimi na wewe, mimi nilitekwa na hao akina Heche. Na kina Heche na mwingine ametangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu amweke roho pema. Aliua kwa upanga, lakini naye akafa kwa upanga. Mungu amrehemu. Lakini mimi nazungumzia Heche. John Heche amekaa hapo kwa sababu ya Mbowe, ni utapeli mtupu.
kwa sababu John Heche amegombea uwenyekiti wa vijana taifa mara 2. Mara ya kwanza tukiwa tunagombea ndani ya Kizi Hoteli Mbezi, akashindwa na Kafulila, David Kafulila. Sawa, alishindwa kwa kura nyingi. Freeman Aikaeli Mbowe akaja kusimamisha uchaguzi usiku, watu wakataa kuchomana visu pale usiku. Maana yake kulikuwa na uchaguzi wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti Kizi Hoteli miaka 2012 huko. Tunaanza uchaguzi wa kwanza wa Bavicha, kuliunda baraza la kwanza la Bavicha. Zamani tulikuwa tunaongozwa na wakurugenzi wa kina Mnyika. Tunatafuta mwenyekiti wa kwanza. Mwenyekiti akaonekana anatakiwa kuwa pale ni Kafulila David Kafulila, akashinda kwa kura nyingi. Upande wa makamu mwenyekiti alishinda mtu mmoja, kijana mmoja amemzungumzia naye Heche, anaitwa Habibu Mchange. Alishinda Habibu Mchange kwa kura nyingi na David Kafulila kwa kura nyingi. Freeman Mbowe akaagiza John Mnyika kuja kufuta uchaguzi ule. Anakuja kufuta uchaguzi ule, Heche analeta visu na vijana wake kutoka Tarime, wanakuja kuchoma watu visu. Mimi nikiwa mule ndani, saa 10 usiku, 9 usiku tunataka kuchoma visu. John Heche ameendesha harakati za kutaka kuua watu, na ndio maana leo ngoja nikwambie, urafiki wa Heche, jiulize kwa nini urafiki wa Heche na Mbowe umeanza kipindi tu baada ya kufariki kwa Chacha Wangwe. Jiulize kwa nini. Na John Heche akatengenezwa mazingira, akawa mbunge na udiwani wa kata aliyokuwa anaongoza Chacha Wangwe. Magenge yote ya kihuni, ya kitapeli, ya kutaka kuua watu na kuumiza watu yametengenezwa John Heche. Heche ana utu gani yule? Huyo Mbowe, huyo Freeman Mbowe ndiye amembeba. Tukaja tukataka kurudia uchaguzi wa Bavicha. Tumeingia hapo. Tumeingia hapo TPA, hapo uwanja wa Sabasaba hapo. Hapo Temeke hapo. Wameenda kumuondoa huyo Mchange, wamemuondoa. Aliyekuwa anashinda ni Mchange. Wakamwambia Mbowe, Mchange anamshinda Heche. Mbowe akasema Dr. Slaa ondoa huyo, akaondolewa. Kabla uchaguzi, hatujaanza uchaguzi. Wakasema tena kwa sababu zinaanza chaguzi za chini. Wakasema Mwampamba, jamaa mmoja alikuwa dasi. Sijui ni dasi bado sasa hivi. Anamuondoa baada ya Mchange, anamuondoa Mwampamba. Wakaondoa Mwampamba. Labda nikusaidie sasa. Na mwingine aliyekuwa anamuondoa kwenye hilo jopo anaitwa Beni Sanane. Wakamwambia Beni huyu Sanane sijui alipotelea wapi sijui. Beni Sanane anamuondoa Heche. Wakamuondoa na yeye. Walivyomuondoa Beni Sanane akagombea Heche na Mzanzibari. Heche akataka kupigwa bado dakika za mwisho. Kwa Heche amebebwa na Mbowe, lakini anafanya harakati na matukio ya kutoa vijana. Hii Kinondoni ilitaka kuwaka kwa sababu ya Heche huyo. Ana utu gani huyo? Ana utu gani? Ameshindwa kuongoza baraza la vijana. Alikuwa na majungu tu, muongo. Lakini ngoja nikwambie, watu wenyewe wanaokuambia wanakuandikia taarifa hiyo ni matapeli wa kina Mwabukusi. Mwabukusi ana sheria gani huyo? Uwezo mdogo. Mimi nakwambia hivi, ngoja nikwambie. Na hili sasa tutapelekana. Yao TLS, ukitaka kushinda TLS, yani ukitaka kuwa rais wa TLS, hata sasa hivi Tanganyika Law Society, hata sasa hivi mimi nikitaka, sawa, kama ningekuwa nimesoma sheria, ningeanza vurugu na serikali. Wewe ukitaka kushinda urais wa TLS, anza vurugu na serikali. Tukane serikali afu unaenda ukagombea unashinda. Yani TLS inakuwa kama taasisi fulani ambako kamejitengeneza kwa ajili ya watu wanaopika. Kwa hiyo Mwabukusi naye uwezo mdogo tu, na ndio maana yeye anachokiongea, anazungumza mambo kutoka nyuma anaenda mbele zaidi ya kukaza uso, na hamna kitu chochote anachozungumza, na ndio maana anasemaga ni Mnyakyusa sijui wa wapi, wa hovyo kabisa. Kwa hiyo anapomtetea Heche ambaye sisi tunamjua Heche, tumeishi naye, Heche ambaye ni muhuni, muuaji mkubwa huyo, unamtetea mtu kama huyo mjinga na kuona na wewe naye mtu wa ajabu tu, hata sikuoni wa maana. Kwa hiyo waambie hao wote wanaosema sijui wameandika makala sijui kuhusu Heche. Heche ana lolote zaidi ya kukaa pale na kutaka kuiba. Amewaibia Chadema pesa, na sasa hivi anatengeneza mazingira makubwa sana ili kuhakikisha Lissu anaendelea kukaa ndani. Kwa sababu ngoja nikwambie, Heche huyo kaka yake yuko serikalini, mtu mkubwa. Au labda wewe hujui. Kaka yake Heche mnamuona ni mtu mkubwa serikalini. Kwa hiyo anatengeneza mazingira Lissu aendelee kukaa gerezani ili aendelee kuwa mwenyekiti na aendelee kula hela. Na Lissu na Heche huwa anatakaga cheo. Na alijua kabisa nikiwa makamu mwenyekiti wa Mbowe nisingefanikiwa. Lakini nikiwa makamu mwenyekiti wa Lissu, kwa sababu Lissu ni fiatu, atafyatuka, atakaa gerezani na mimi nitaendelea kula. Kwa hiyo hiyo ndio that's all. Kwa hiyo ndio plani yake. Hiyo ndio plani yake na amefanikiwa. Lakini Tua Mwipaya jana tulimuona akiandika kwamba marafiki zake ikiwemo Soka na wengine wakina Saa 8 waliweza kutekwa na serikali hii, anakuambia serikali ya CCM ambayo haiamini
na watu wasiendelee kuiamini serikali ya CCM inatumia nguvu kubwa kuwashawishi wananchi wake kuwaamini kwa maovu yao. Kwa wewe unasemaje kwa kauli ya Toa Mwaipaya ambaye sasa hivi ana trend kweli kweli? Tumeona akianzisha michango kuhusu wale wanaharakati mume na mke wale Cheli. Kwa haya mauaji, ni kweli serikali inahusika kwa asilimia zote, na kweli ni serikali ya CCM imefanya mauaji ya marafiki zake ambao walikuwepo chama cha Chadema? Unapozungumzia swala la utekaji, ndugu yangu, mimi naomba we mwandishi wa habari kwanza nikuulize. Hivi serikali inataka imteke Soka, mtu anaitwa Soka wa nini? Serikali imteke sijui nani wa nini? Kwa nini serikali, mimi wanawauliza swali, kwa nini serikali ihangaike na sisimizi isiteke tembo? Yaani maana yake ndani ya Chadema kuna viongozi wakubwa pale juu. Maana yake kulikuwa na Lissu, kulikuwa na Heche wenye kelele ambao ndio wana sauti maana yake, si ndio? Na wako nchini, nyumbani kwao mnapajua, ni huko Masaki, wanaishi na viongozi karibu, majumba yao ya kifahari, magari yao ya kifahari. Sasa kwa nini wahangaike na mtoto mdogo ambaye hajulikani waje wamteke? Kwa nini wasiteke huyo Heche? Kwa nini wasimteke Lema? Kwa nini wasihangaike kumteka huyo Lissu? Waje wahangaike na watu wasiojulikana. Kwa kimsingi kwa nikwambie ndugu yangu, ilitokea dada mmoja wa Chama cha Mapinduzi akachukuliwa na mume wake, kiongozi wa Chama cha Mapinduzi pale Temeke. Alipochukuliwa na mume wake, mpenzi wake tuseme, kapeleka Kinondoni, wakashindwa kuelewana, akamkata mapanga, akamtupa. Maana yake ingekuwa upande wa Chadema, sawa, wangesema free huyo mtu. Kwa sababu wao, mtu mwingine, ngoja nikwambie, kwa mfano wewe na kesi zako za mapenzi, umetekwa huko na kesi zako za mapenzi, umepigwa huko na kesi zako sijui za kudhurumu, umeibia watu, mmedhurumiana kibiashara. Serikali haitaki hayo mambo, lakini watu wanafanyiana nondomana. Kama una kumbukumbu nzuri, Tarimo, jamaa mmoja mnene Tarimo, alienda kuchukuliwa hotelini. Kama unakumbuka, watekaji wakashindwa kumchukua Tarimo, wale watekaji wake waliokuwa wanapingana kibiashara. Yaani Tarimo aliwadhulumu sijui, wakadhulumiana kwenye biashara. Kama mimi namkumbuka yule Tarimo mnene yule, akataka kuingizwa kwenye gari, akatrendi. Sasa yule maana yake angekuwa Chadema wangesema wamemteka serikali. Yaani angetekwa bahati mbaya. Lakini kwa sababu ni masuala yao ya kibiashara, ikaonekana wazi, na bahati nzuri wale watu waliotaka kumkamata, kwa sababu walionekana kwenye CCTV kamera, wakakamatwa, wakaendelea na shughuli zao za kihaki, si ndio? Sasa leo nikuulize swali, Soka ana kesi gani na serikali? Na viongozi wengine hao wanaozungumza wana kesi gani na serikali? Hao watu yawezekana wametapeliana mambo yao huko ya kuzurumiana. Ndio maana wakati wakina Soka wanapigiwa simu kwenda kuchukua pikipiki yao pale Temeke, yeye, dereva wake na katibu wake walienda kuchukua pikipiki ambayo imepotea mwaka, ambayo ilikuwa ni biashara ya Soka. Sasa wameondoka huko, wamepotea. Serikali inahusika vipi ndugu yangu? Kwa serikali haiwezi kuteka sisimizi, haina muda wa kuteka sisimizi na haina muda wa kuteka mtu yoyote, kwa sababu kama serikali ingekuwa na kutaka kuteka watu, wasingehangaika na sisimizi, wangehangaika. Na ndio maana hata wakinatoa Mwaipaya wanatafuta hela za sala msika kuliuza taifa lao, na ndio maana wamekimbia, wanalala huko hotelini. Watu wanaume wazima wanalala sehemu moja, wanawake humo ndani. Kwa hiyo ndio maana nasema hivi, huyo Toa ameamua tu kuandika ili kupata followers na kujitafutia pesa, na ameshaona hata ukipata kichaka cha kutafutia pesa na ukakimbia nje ya nchi, na mtu mwenyewe tunajua una familia, uwezi kuzaa, uwezo mdogo, wote hao unaona waliokimbia. Lazima akimbie huko ajitafutie kichaka cha kutafuta pesa, na ndio maana anatafuta pesa. Lakini kiuhalisia ndugu yangu, masuala ya utekaji na masuala mtambuka, ambayo hata mimi mwenyewe sinitekwa na nipo huko, na walioniteka si Chadema. Ila kwa sababu ngoja nikwambie, leo ukikutana na Kibanda, Absalom Kibanda, rafiki yangu, Kibanda alichukuliwa na Chadema, akapigwa, akatolewa macho na Chadema. Alipigwa na Chadema, akatolewa macho. Lakini Kibanda yule au wengine ambao inaonekana serikali inajua wametekwa kama sisi, serikali haiwezi kukusaidia. Yaani wale viongozi, acha viongozi wale wa juu, wale viongozi ambao wanaweza kulishughulikia swala langu hawawezi, kwa sababu IGP alisema shughulikieni swala la huyu, ikashindikana. Kibanda yuko hapo, ameshughulikiwa. Lakini wao wanataka hizi stories za wakina Toa Mwaipaya, stories za uongo, huyu katekwa, huyu sijui kafanywaje, uongo mtupu. Lakini swala lingine wanakuambia vipi